Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Hii ni mwezi Februari, tukiangazia mada inayosema maisha yangu leo. Tunaenda kuliangazia somo la Februari 16. Somo linalosema Yesu na rafikize huko Bethania. Somo la leo limejengeka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 11 aya 5. Neno la Mungu linasema, naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu keti mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninasema asante kwa ajili ya namna ambavyo umekuwa pamoja nasi kila wakati. Ninalitukuza jina lako kwa wema wako na ulinzi wako maishani mwetu. Tufundishe kuelewa somo hili siku ya leo, na uwepo wako uende pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Yesu na rafikize huko Bethania. Kuna nyumba moja ambayo Yesu alipenda kuitembelea, nyumbani kwa Lazaro, Mariamu na Martha. Kwa maana katika mandhari ya imani na upendo, roho yake ilipata pumziko. Lazaro wa Bethania alikuwa miongoni mwa wanafunzi waaminifu zaidi wa Yesu. Tangu alipokutana kwa mara ya kwanza, imani yake kwa Yesu ilikuwa imara zaidi. Upendo wake kwa Yesu ulikuwa wa kina na alipendwa zaidi sana na Mwokozi. Ilikuwa ni kwa Lazaro ambapo ulifanywa mmoja wa miujiza mikuu ya Yesu. Mwokozi aliwabariki wote waliohitaji msaada wake. Anazipenda familia zote za wanadamu, lakini kwa baadhi amefungamanishwa kwa uhusiano bora wa pekee mno. Moyo wake uliunganishwa kwa kifungo imara cha upendo kwa familia ya Bethania, na kwa mmoja wao utendaji wake mkuu ulioneshwa. Mara nyingi Yesu alipata pumziko nyumbani kwa kina Lazaro. Mwokozi hakuwa na nyumba yake mwenyewe. Alikuwa tegemezi kwa rafiki na wanafunzi wake, na mara nyingi alipokuwa amechoka, alipohitaji ushirika wa kibinadamu, alifurahia kukimbilia katika makao haya tulivu, mbali na tuhuma na wivu wa Mafarisayo wenye hasira. Hapa alipata ukaribisho wa kweli, safi na urafiki mtakatifu. Hapa aliongea kwa usahili na uhuru mkamilifu, akijua kwamba maneno yake yangeeleweka na kuthaminiwa. Mwokozi wetu alipenda makazi tulivu na wasikilizaji waliopenda kumsikiliza. Alikuwa na shauku ya upole, heshima na upendo wa kibinadamu. Wale ambao walipokea mafundisho ya mbinguni aliyokuwa tayari kuyatoa daima walibarikiwa sana. Makutano walimsikiliza kwa shida, naye Yesu alipata pumziko katika makazi ya Bethania, mbali na mapambano ya maisha ya umma. Hapa aliwafungulia wasikilizaji wenye shukrani ujazo wa majaliwa ya Mungu. Katika mazungumzo haya ya faragha, aliwafunulia wasikilizaji wake kile ambacho hakujaribu kukieleza kwa umati uliochanganyikana. Hakuhitaji kuongea kwa rafiki zake kwa mafumbo. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, leo ni Februari 16. Yesu na rafikize huko Bethania. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Anituma po Yesu ndio
asipokuwapo hapanifai. Akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.